Karibu sana mwanamichezo, tupo na Mbobezi Kabwe, mtaalamu wa masuala ya kimpira, masuala ya kandanda, na tuko hapa kwa ajili ya kujadili yale ambayo yametokea. Kubwa zaidi ni katika kamati ya masaa 72 mara baada ya kutoa taarifa ya hukumu yake ambayo wamehukumu wachezaji kwenye michezo kadhaa ya ligi kuu ya NBC mara baada ya kutamatika. Mbobezi Kabwe, huko vizuri? Nipo vizuri kaka. Kwema? Mimi niko vizuri kabisa. Unaendaje mzee wangu? Vizuri. Freshi? Inapanda kaka. Kama kawaida. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mbobezi Kabwe bwana, tumeshuhudia kamati ya masaa 72 imefanya kazi yake tukufu kabisa, kwa maana ya kuhukumu kile ambacho kimetokea katika michezo ya NBC Premier League, lakini story kubwa ni baada ya maamuzi walioyafanya. Tukiangalia, Selemani Mwalimu kapata adhabu ya milioni 1 kwa kosa la kucheza mchezo usio wa kiungwana kwa mwenzie, lakini michezo mitatu pekee ndio ataikosa. Tuanzie kwa Selemani Mwalimu na hukumu yake. Watu wanalinganisha na hukumu alioipata Baka. Ilikuwa ni mazingira kama hayo, lakini alikosa michezo 5. Inakuwaje kwa Selemani Mwalimu kukosa michezo 3? Kamati imekwama ama kamati kwako unaiona vipi? Kamati haijakwama. Kamati haijakwama na mimi nafikiri wapo sahihi kabisa. Wapo sahihi. Ujue kanuni sio msaafu kwamba haziwezi kubadilika. Umeona? Of course inawezekana mwanzoni mwa msimu zilikuja kanuni na zikaletwa na watu wakazikubali zitatumika hivi. Si vizuri. Lakini kanuni kwa sababu sio msaafu kwamba haiwezi kubadilika, kama kitu kikionekana ni kibaya na watu wakiwa wanakipigia kelele mara nyingi, bodi ya ligi na wadau tuna haki ya kimsingi ya kushiriki kuweza kubadilisha hiyo kanuni. Simila vizuri. Mimi binafsi nimeridhika kabisa na adhabu aliyopewa Suleiman Mwalimu ya kufungiwa mechi 3 na milioni 1, kwa sababu hiyo ndio adhabu ambayo inastahili kwa mchezaji, kwa sababu tukio alilofanya Suleiman Mwalimu ni tukio la foul and misconduct. Simila vizuri, ambalo kiuhalisia lile litahukumiwa kama sehemu ya mchezo, kwa sababu alienda kumpiga mtu kiwiko. Lile tukio ungekuwa kwenye purukushani za kugombania mpira, angepigwa red card. Ina maana angekosa michezo hii 3. Simila vizuri. Ndio kitu ambacho tulichokuwa tunakipigania, kwamba kama tukio linatokea uwanjani, mtu anafanya faulo kama ile, refa akuiona, tunapata faida ya marejeo ya video, haswa kamati wanapaswa kumhukumu kwa staili hiyo, ili kuondoa hayo mambo ambayo yanafanyika ya kihuni kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Watu wengi ikiwemo mimi, wadau wa soka, mashabiki, wakati Ibrahim Baka, Alassane Kante, Jonathan Soa wanafungiwa mechi 5 pamoja na Vitalis Mayanga, kaka, maneno yalikuwa ni mengi sana, kelele zilikuwa nyingi sana. Jamani, yani maisha yao hao wachezaji. Fikiria mtu anakosa michezo 5. Kwenye ligi kuu Tanzania bara michezo iko 30. Simula vizuri, michezo 30, mtu anakosa michezo 5. Ina maana inabakia michezo 25. Huyu akifanya tena kosa lingine sometimes, kwa sababu lazima tuelewe, ujue shida ni kwamba mashabiki na wadau kuna muda hawavai ule uhusika wa wachezaji. Yaani hilo ni binadamu, na unapokuwa mule uwanjani kihisia unakuwa ni mtu mwingine tofauti kabisa. Kuna muda unaweza ukafanya matukio ambayo we mwenyewe ukikaa nje unaanza kujilaumu, kwa nini nilifanya lile tukio. Yaani vaa uhusika kwamba wewe ndio mchezaji. Simula vizuri. Wewe unafikiri Alassane Kante, Jonathan Soa, Ibrahim Baka kosa ile michezo 5 kama binadamu walikuwa hawanunguniki? Ama Vitalis Mayanga walikuwa hawanunguniki? Walikuwa hawaumii? Walikuwa wanaumia, kwa sababu ile ni sehemu ya adhabu ambayo imewaathiri kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu kosa michezo 5 anaweza kaja akachukua nafasi yako mtu mwingine na akaperform zaidi yako, tayari ushaikosa namba.
Sio vizuri. Kwa kibinadamu sote tunakubaliana kwamba ile adhabu ilikuwa ni kubwa. Mechi 5 na faini. Mimi miaka 200 niliikataa ile adhabu. Sio vizuri. Kwa hiyo kwa akili yangu na mawazo yangu mimi, bodi ya ligi waliwasikia wadau wakilalamika, tena ikiwemo Musa Kisoki, mwenyekiti wa Sparta, mwenyekiti wa chama cha wachezaji Tanzania, wachezaji wa kulipwa Tanzania. Sisi tulimhoji kupitia kipindi chetu cha kambi ya michezo pale Radio 1. Alilalamika sana. Akasema hii kanuni ni ya kipuuzi, kanuni gani? Kwa nini watu hawaangalii wachezaji? Kwa sababu kazi yake ni kutetea maslahi ya nini? Ya wachezaji. Watu hawaangalii kanuni. Sasa leo bodi ya ligi wamekuja na kusikiliza, wamesikiliza malalamiko ya watu na wakaona of course hii ni issue kufanya nini ya kubadilisha, kwa sababu kama kitu unakiona kibaya lazima ukibadilishe. Sio watu maana nimeona maoni mengine kwamba of course naheshimu maoni yao. Wangeendelea na utaratibu ule ule. Lakini ule utaratibu ulikuwa unawaumiza watu. Kwa nini waendelee nao wakati unawaumiza watu? Kwa hiyo wamesikiza maoni, wakasema ngoja tuyafanyie kazi. Wamefanyia kazi, wameona kweli mechi 5 na faini ni nyingi. Tushushe mechi 3 na faini ya milioni 1. Sema hii issue kwa sababu imemtokea Suleiman Mwalimu anacheza Simba. Watu wameweka usimba na uyanga. Ila hii issue angepewa mchezaji labda wa Namungo, amefungiwa labda mechi 3 na faini milioni 1. Kusingekuwa kuna maneno mengi. Sio vizuri, wala hizo double standards zisingesemwa. Ingeonekana kwamba walichokifanya bodi ya ligi wamerekebisha kwa sababu adhabu zilikuwa ni kubwa. Ila kwa sababu ni Suleiman Mwalimu, mchezaji wa Simba, kuna baadhi ya watu wanaona kama labda yule kapendelewa kwa sababu ni Simba. Sometimes tujaribu basi kuwa fair kwa bodi ya ligi. Tujaribu na sisi kuvaa uhusika wao. Yaani tusijione sisi ni perfect, yani sisi ndo tumekamilika. Unajua ukishakaa kwenye mic, ukiwa unazungumza, ukipata platform ya kuandika na kadhalika, au ukiwa haupo kwenye uongozi fulani, unakuwa kwenye nafasi ya kukosoa sana. Sio vizuri. Hata kwenye mambo ambayo wewe unaweza ukayavaa sasa wewe, alafu ukae kwenye lile eneo ndo uamue wewe. Tuone wewe ungefanya perfect, watu wasingekulaumu, watu wasingekukosoa. Sio vizuri. Kwa kwenye kukosoa mimi sikatai, tunaweza tukakosoa, lakini ni positive way, na kuangalia hawa watu kweli hicho wanachokifanya ni sahihi ama si sahihi, kwa nini wamefanya hivi, kuliko moja kuwalaumu na kuwatoa akili kuonekana kwamba labda wao hawafai na kadhalika. Mimi nakataa. Adhabu ya Suleiman Mwalimu ilikuwa ni perfect, na bodi ya ligi walichokifanya ni sahihi. Ndio adhabu inapaswa kuendelea mwanzo mwisho kwenye ligi mpaka hivi sasa. Kama wamerekebisha ni kitu kizuri, bora wamerekebisha iendelee mechi 3 faini ya milioni 1. Ile adhabu ya mechi 5 faini kubwa ilikuwa inawaumiza wachezaji. So kwenye hilo mimi naungana nao 100%. Kuna watu wanasema kwamba wangetoa barua. Kaka, sio kila kitu itakuwa wanatoa barua. Kila kitu kirekebishika watu wanatoa barua. Kila kitu, kuna vitu vingine wanaweza kukaa chini, bwana vilabu, jamani mnaona hichi kinacholalamikiwa hichi, kwa sababu kile ni chombo cha vilabu, bodi ya ligi. Sio vizuri. Hichi kinacholalamikiwa kuhusiana na wachezaji, nyewe mnakiona kina afya, tukirekebishe, sawa turekebishe. Wanarekebisha kwa sababu ile adhabu ya mechi 5 imewakuta Mbeya City, sio vizuri, imewakuta Simba na imewakuta Yanga. Kuna baadhi ya timu zingine hawajakutana nayo ile adhabu. Sio vizuri. Kwa hiyo wale wanapendelewa. Ina maana Mbeya City na Namungo, ina maana Pamba, Mashujaa wanapendelewa na bodi ya ligi? No. So sometimes tunapaswa kuwa fair. Ndicho ambacho mimi ninachokipigania. Bodi ya ligi wapo sahihi sana kwenye hii issue. Huo ndio uhalisia. Twende kwenye tukio lingine ambalo limefanywa maamuzi pia. Abdi Banda amepigwa fine kwa kosa la kuchelewesha muda. Hii sijawahi kuiona, ndo nimeiona. Kabwe, kwa ubobezi wako na kwa ukongwe wako katika michezo, utaniambia leo hii imekaaje? Of course hata mimi ile ndo kwa mara ya kwanza nimeiona. Sasa umeona kwenye sehemu ya kukosoa, kwa mfano issue kama hii imetokea ni mpya, tuna uwezo wa kuwakosoa na
tukawarekebisha watupe majibu sahihi. Si bora vizuri. Perfectly kabisa kwamba watu wanavyokosoa issue ya Abdi Banda. Mbona hii issue ni mpya? Tena imehukumiwa kwenye upande wa maadili. Lakini ukija huku unasema kwamba ni upotezaji wa nini? Wa muda. Mbona haijakaa sawa? Hii ni kama issue ya Vitalis Mayanga. Vitalis Mayanga alipigwa red card na Nasoro Mwichui kwenye mechi ya Simba na Mbeya City. Alafu baadaye akaenda kumfungia tena mechi 5. Sisi tulilalamika tukasema haiwezekani. Yaani ameshaadhibiwa alafu mnamuongezea adhabu. Mnamuongezea tena adhabu, inakuweje wakati kaadhibiwa ndani ya uwanja? Kwa hiyo bodi ya ligi wakatusikia. Si vizuri. Kwa hiyo wanahukumu kulingana na kile ambacho kinachotokea ndani ya uwanja, ndio maana wanafungia mechi 3. Hasa na ile la Abdi Banda. Ili linafikirisha. Sidhani kama bodi ya ligi hapa walikuwa wapo sahihi. Si vizuri. Mimi ni moja kati ya watu ambao hawapendi wachezaji wanaopoteza muda. Mimi siwapendi wachezaji wanaopoteza muda. Sipendi timu zinazopoteza muda vibaya mno kaka. Sipendi. Ile tabia ni mbaya mno. Yaani Abdi Banda siku ile alifanya vitu vya kitoto mno. Sio tu Abdi Banda, wachezaji wengi ambao wanapoteza muda wanafanya vitu vya kitoto mno kwa sababu watu wanatoa fedha kwenda kuangalia burudani. Watu wanalipia vingamuzi kwa sababu ya kuangalia mechi kwa sababu ni burudani. Sasa unapoteza muda, ina maana mnaenda kucheza mpira wa nini? Kama unataka kucheza mpira si uondoke, si utoke. Si vizuri. Kwa hiyo upotezaji wa muda binafsi mimi siungi mkono, ndio maana FIFA kwa kuliona hilo kwenye mechi nyingi za FIFA walianza kuongeza dakika nyingi, 12, 15 ili kufidia dakika kwa sababu watu wanafanya upuuzi. Watu wamekuja pale kuangalia mechi, watu hawajaje kuangalia unadondoka ovyo. Sasa hiyo tabia imekithiri barani Afrika. Sijui mla vizuri. Sijui wao walidiscuss nini kuhusiana na issue labda ya maadili, lakini mimi naamini ile inawezekana walihukumu kwa sababu muamuzi alishindwa kuhukumu. Kwa sababu muamuzi ukiangalia kwenye ile mechi, sijui Abdallah Waji anaitwa yule muamuzi, alishindwa kabisa kuna muda kuimudu ile mechi. Wachezaji walikuwa na mzonga, wanapoteza muda, atoi kadi. Kwa hiyo mtu wa kwanza ambaye alipaswa kuhukumiwa kwenye ule mchezo wa Dodoma Jiji na Simba Sports Club hakupaswa kuwa Abdi Banda, alipaswa kuwa muamuzi. Simula vizuri. Kwa sababu yeye ndo alipaswa kutoa kadi, na kuna muda ile mechi ilikuwa ni kero. Sasa Dodoma Jiji walikuwa so excited mpaka ikapelekea hatua wakafanya hesabu mikupuo 4. Simula vizuri. Umeona kuna adhabu pia wamepewa kwa sababu ya kufanya hesabu ile mikupuo 4 ya wachezaji 5. Hiyo yote ni kwa sababu walijipanga kufanya kile kitu. Yalikuwa ni makusudi. Simula vizuri. Lakini kama haitoshi, mpaka matabibu, madaktari, kuna muda akiitwa dokta kuja kumwangalia mchezaji, wanaingia kundi la matabibu. Ile haikuwa sawa. Alafu changanya na ya Abdi Banda kujidondosha. Yaani mimi sitaki kuamini kwamba nimeangalia ile video zaidi ya mara 20. Wale Red Cross ambao walimbeba Abdi Banda walimdondosha kwa makusudi. Alifanya makusudi, ile tabia ni mbaya. Sura vizuri. Kwa kama walimhukumu kwa tabia ile aliyoifanya pale Abdi Banda, perfect kabisa. Mimi naungana nao. Ile ni tabia mbaya. Leo Abdi Banda kafanya vile, tumemwachia. Sio maana yake? Vipi kuhusiana na mchezaji mwingine naye akifanya vile? Mchezaji mwingine naye akafanya vile. Sasa tutakuwa tunaangalia mpira hapo. Kwa kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo kama hivi, kama muamuzi hajahukumu, kamati zinapaswa kuhukumu. Sio ndio vizuri? Sasa kamati haikupaswa tu kumhukumu Abdi Banda. Walipaswa kumhukumu mpaka muamuzi wa ule mchezo. Na yeye pia alipaswa kufungiwa hata mizunguko 5 ili ajue siku nyingine thamani ya muda. Thamani ya muda kwenye mpira wa miguu Afrika haithaminiwi kabisa. Tunaangalia dakika chache sana mpira wa Afrika kiukweli sisi watazamaji. Tunaangalia mpira dakika chache mno kwa sababu watu mara kajidondosha, mara hivi. Sasa kama ulikuwa una uwezo, ulikuja kuingia kucheza mpira wa nini? Football ni burudani. Kama timu hazitaki kucheza mpira, ziache. Ila walichokifanya bodi ya ligi kwa kitendo cha Abdi Banda kujidondosha kwenye machela na kusingizia kwamba
wale Red Cross ndio wamefanya nini, wamemdondosha. Kile kitendo kilikuwa sio cha kiungwana, simula vizuri kilikuwa sio cha nini, perfect kabisa. Mchezaji kama yule kulimwa faini na kufungiwa mchezo perfect, ili wachezaji wengine wakiona bwana hichi kitendo alichofanywa Abdi Banda kilikuwa sio sahihi, wajifundishe kwamba hawapaswi kufanya kile kitendo. Kwa mimi nafikiri bodi ya ligi kwenye hilo, of course sijawahi kuona, lakini kwa tabia za kwetu za mpira wa Afrika na kwa kitendo alichokifanya Abdi Banda, ili wachezaji wengine wasije wakaiga ile tabia mbaya, walipaswa kufanya vile bodi ya ligi, ile kamati. Lakini ambacho walichopaswa tena kukiongeza zaidi ni kumfungia yule muamuzi. Simula vizuri. Kuna mechi nakumbuka mechi ya Simba na Mashujaa hapa KMC Complex, unaikumbuka ile mechi? Iliongezwa dakika 25 kitu namna hiyo. Si unakumbuka ile? Ile mechi Mashujaa walipoteza muda sana. Zilipoongezwa dakika 25, mjadala ulikuwa mkubwa kwamba Simba wanapendelewa. Lakini tuongee ukweli, watu wanapoteza muda, mtu anadijodosha, anafanya nini, anafanya ili weje? Yule muamuzi aliongeza dakika 25 kwenye mechi ya Simba na Mashujaa hapo KMC Complex. Brother, mpaka kesho kutwa mimi namuhusudu sana yule muamuzi. Alifanya jambo la maana mno, kwa sababu watu wanatoa fedha kwa ajili ya kuja kuangalia mchezo wa mpira wa miguu, sio kuja kukuangalia wewe ukiwa unajidondosha. Lakini Mbobezi Kabwe, watu wanahusisha pia na tukio la Djigui Diarra kwenye mchezo wa dabi. Naye pia alionekana kuwa anapoteza muda. Mbona rungu la adhabu alijamfikia? Yes. Djigui Diarra na Abdi Banda. Djigui Diarra alikuwa anapoteza muda perfect kabisa. Hiyo issue alitakiwa aanze nayo Nasoro Mwichui. Ila kama ulimfuatilia Djigui Diarra, pamoja na kwamba alikuwa anapoteza muda, lakini alikuwa anapoteza ndani ya nini? Ya mchezo. Simula vizuri. Kitendo ambacho wamemhukumu bodi ya ligi ya Abdi Banda ni kitendo cha kujidondosha kwenye machela. Simula vizuri. Ina maana alikuwa anafanya makusudi. Sio ndio vizuri? Issue aliyofanya Djigui Diarra duniani kote inafanywa na magolikipa. Simula vizuri. Ambacho alichotakiwa kukifanya pale muamuzi Nasoro Mwichui, alipaswa kumwadhibu Djigui Diarra. Kwa hiyo wakulaumiwa moja kwa moja kwenye yale matukio ya ndani ya uwanja ni Nasoro Mwichui. Nasoro Mwichui kwa nini hakutoa kadi kwa Djigui Diarra ambaye alikuwa anapoteza muda? Kuna muda unaona kabisa hata kama alikuwa kwa sababu kuna muda zile tunaita ni techniques, ni mbinu za kimchezo. Kwa nini? Kwa sababu kuna muda wewe kama golikipa senior, ukiona klabu yako kuna muda inazidiwa, inapelekewa moto, ili kutuliza pressure ya timu pinzani, sio vizuri, kuna ule ujanja inabidi ufanye ili kidogo timu yako igain momentum kurudi kwenye nini, kwenye mchezo. Huo ni ujanja ambao duniani kote unafanyika. Ndicho ambacho alichokuwa anakifanya siku ile Djigui Diarra. Simba siku ile waliwapelekea moto kweli kweli Young Africans. Peleka sana moto. Kwa kifupi, Simba siku ile walikuwa bora kuwazidi Yanga maradufu. Walikuwa wanawafunga ule mchezo. Sasa kutokana na kwamba muda mwingi Yanga walikuwa wanazidiwa, Djigui Diarra akawa anajaribu kupunguza nini, pressure nini ya mchezo. Muamuzi ambacho alichopaswa kukifanya Nasoro Mwichui, na yeye kwa sababu ya uoga alikuwa anaogopa, alipaswa kumlima kadi ya njano Djigui Diarra. Na kama angeendelea alipaswa kumlima kadi nini, nyekundu. Lakini kosa kubwa lililofanyika pale ni muamuzi kutokumpa kadi nani, Djigui Diarra. Sio vizuri. Lakini Abdul Wajihi kwenye mechi ya Dodoma Jiji, wakati Abdi Banda anajidondosha, muamuzi alikuwa busy kushughulikia tena matatizo mengine huku, mpaka wanamuta ibidi wachezaji wasema kamfuata tena refa, muangalie Abdi Banda anafanya nini, anajidondosha. Ile tukio linaonekana clear. Ile tukio Abdul Wajihi kama angeliona moja kwa moja, sio vizuri, angeliona Abdi Banda anajidondosha vile alafu hakulihukumu, ningesema yes. Lakini kaka, video zipo, watu warudie tena kuangalia zile video. Abdul Wajihi yuko anapambana huku kujaribu kutuliza baadhi ya pressure tena kutoka kwenye benchi la ufundi la Dodoma Jiji, huku Abdi Banda anajidondosha. Ilikuwa sahihi. Basi tuache unafiki, tuo wa kweli, ilikuwa ni sahihi. Ikabidi wachezaji wa Simba wamfuate muamuzi, waangalia idondosha yule, lakini hakuliona lile tukio.
wameliona kamati, wamelihukumu. Ila matukio ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye mchezo wa Simba na Yanga, Nasoro Mwichu alikuwa anaona mpaka anasimamisha nini? Muda. Kwa wakulaumiwa na alopaswa kuchukuliwa hatua alikuwa ni Nasoro Mwichu. Kwa nini hakutoa kadi? Na siku ile Nasoro Mwichu sio tukio tu la Djigui Diarra. Matukio mengi ya kutoa kadi, Damaro Kamara kacheza sana fouls, Yusuf Kagoma kacheza sana fouls. Kama unakumbuka Enos Loemba pia alicheza fouls. Hakutoa kadi kwa sababu ya uoga. Nasoro Mwichu hajiamini baada ya kuambiwa kwamba kuna muda anakosea sana, anatoa kadi zilizokuwa na mpango, akawa anaogopa. Sasa huwezi kuwa muamuzi bora kama wewe ukiletewa pressure kidogo, watu wakikucomment kwamba wewe bwana unakosea na nini, alafu unakuwa muoga usimamie mchezo. Huwezi kuwa muamuzi bora. Muamuzi bora ni yule ambaye anasimamia sheria 17 kama ilivyopangwa. Kwa hiyo kulaumiwa kwenye ule mchezo kutokana na Djigui Diarra kuwa anapoteza muda kijanja, kwa sababu Djigui Diarra hakuwa anapoteza muda wote, alikuwa anapoteza muda hapana. Alikuwa anapoteza kwa technique kama wanafanya magolikipa wengi. Wakulaumiwa kwenye yale matukio ya Djigui Diarra ni Nasoro Mwichu, sio kamati, kwa sababu alikuwa anaona. Tumalizie na hili katika dabi hiyo. Muamuzi msaidizi mshika kibendera namba 1 amepewa adhabu ya miezi 6 baada ya kutafsiri goli la Selemani Mwalimu ni offside. Lakini muamuzi nambari 2 tena kwenye mchezo huo kapigwa adhabu ya miezi 3 kukosa kuhudumia mpira. Hii adhabu mbona zimetofautiana, huku wote walikuwa ni tafsiri offside? Ukiangalia muamuzi nambari 2 ni offside ya Dube, yeye akaweka offside, huku alikuwa onside. Mbona makosa ni sawa lakini adhabu ni tofauti? Kama ningekuwa mimi offside ya Nandi, kama wamemhukumu tu kwa offside ya Dube, muamuzi Hamdan Saidi wamemkosea. Kama ni kwa sababu tu ya offside ya Prince Dube, ila kama na offside zingine, kwa sababu kuna offside kama 2 hivi za Enos Loemba, yule muamuzi alizinyoosha kwamba ni offside. Kama zingekuwa mule ndani na angemhukumu kwa performance nzima ya mchezo, ningesema bodi ya ligi wapo sahihi. Lakini kwa kile ambacho walichokiainisha pale kwamba walimhukumu kwa sababu ya offside ya Prince Dube, mimi nasema bodi ya ligi hapa wamemkosea muamuzi Hamdan Saidi. Kwa nini wamemkosea muamuzi Hamdan Saidi? Kaka, mimi na wewe lile tukio tumeliangalia kwa kutumia video kutoka kwa watu wenye haki za matangazo ya television. Tena hiyo yengo tulioiona ile offside ya Dube tumeiona mbele hivi. Ni yengo hii? Tumeiona yengo hii? Kama kuna mtu ameiona yengo nyingine walotoa watu wenye haki za matangazo ya television atuonyeshe. Tumeiona kwa yengo ya mbele hivi ndio tumehukumu kwa mbele nini? Ni offside. Tofauti na tukio la muamuzi Kasim Mpanga ambaye yeye tuliona engo ya nyuma ya mgongo ambayo ndio mara nyingi inatumika kuhukumu nini? Offside. Sio vizuri. Tofauti na tukio la Kasim Mpanga ambalo unaona kabisa nyuma ya mgongo wake, unaona kabla inakaa nyuma ya mgongo, mstari ule unauona kabisa huyu mtu hajazidi. Nikuulize wewe, tukio la Hamdan Saidi uliliona imepigwa shoti ya nyuma ya mgongo kwamba unaona kabisa huyu mtu kazidi kwenye mstari, hajazidi kwenye mstari? Uliona lile tukio? Sikuona. Haukuona. Tujiulize kamati imemhukumu vipi Hamdan Saidi wakati yengo ilikuwa ni moja tu? Kama alikuwa yupo sahihi. Sisi tumeona mbele mara ngapi watu wanakosea kuangalia kwenye yengo moja kwamba mtu anasema hii ni sio offside, mwingine anasema hii ni offside. Mara ngapi sisi watu wanabishanaga? Sio sisi tu, hata barani Ulaya. Mara ngapi? Unaangalia kwenye yengo moja unasema hii ni offside, hii sio offside, hii ni offside. Tunabishana sisi wenyewe kwa wenyewe, ndio tunaangalia kwenye TV. Lakini watu wamemhukumu muamuzi Hamdan Saidi kwa kosa lile. Kama ni kosa lile moja, brother, wamemkosea. Ilikuwa tight yengo. Yaani mimi niliangalia ile tukio la Dube, ilikuwa ni tight yengo. Ni kweli ilikuwa, ukiangalia kwa huku unaona kabisa ni onside. Sisi tulivyoangalia vile ni onside. Alikuwa yupo sahihi. Lakini wangeleta kamera nyuma ya muamuzi ndio tungejiridhisha kama ni tight yengo ama sio tight yengo. Unamhukumu vipi muamuzi Hamdan Saidi kwa tukio lile? Ila kwa Kasim Mpanga perfect kabisa kumlima miezi 6.
baada ya kulikataa goli la Simba. Ikumbuka lilikataa goli. Perfect. Lima miezi 6. Kwa nini? Kwa sababu ya uzoefu aliokuwa nao. Lile ni tukio ambalo kwa vyovyote kwa lolote ukirudia video marudio ya lile goli unaona kabisa Kassim Mpanga alikuwa yupo karibu kabisa na alikuwa yuko kwenye mstari wa kuliona kila kitu ambacho kinachofanya nini kinachotokea pale. Muamuzi mwenye beji ya FIFA kama yeye, kati ya waamuzi wachache ambao tunawategemea Tanzania hii, yumo Kassim Mpanga. Simu vizuri Kassim Mpanga, Frenki Komba, yuko Mohamed Mkono, simu vizuri na kutajia waamuzi Tatu Malogo ambao wana beji ya FIFA, Ramadhani Kayoko, Heri Sasi pamoja na Ahmed Arajiga. Hawa ndio huwa wanachezesha mechi nyingi sana hadi za kimataifa. Kassim Mpanga nilishangaa siku ile lile tukio. Tena yuko analiona lile tukio. Anaenda kulihukumu kwamba ni offside. Kwa status ya muamuzi kama yeye, inaonekana kabisa kwamba alizingua. Perfect kabisa kumlima miezi 6. Kabisa, yani wamefanya sahihi kabisa bodi ya ligi. Na bahati nzuri tukio lake linaonekana kwa sababu kuna kamera nyuma ya mgongo wake inaonesha kabisa. Na anaonekana kabisa huyo hapa anazunguka hapa. Anazunguka, anaona ile tukio linavyoanza mpaka linavyoisha. Alikuwa anaonekana hapa. So bodi ya ligi kwa Kassim Mpanga perfect. Ila kwa Hamdani Saidi kutoka Mtwara yule bwana mdogo, kwa tukio la Prince Dube tu kumhukumu kwa yengo ambao tulioiangalia sisi ya video ile ya mtu mwenye haki za matangazo ya television ile moja, wamemkosea. Wamemkosea. Mimi nakwambia hivyo. Shukrani sana Mbobezi Kapo. Asante sana.